Yes, tunaanza kama hivi. Ni kwamba siku leo yani radi zilikuwa zikipigwa sehemu hapa, machafuko kama yote. Uwezimini anga imechange, anga imechafuka vibaya katika kijiji. Ni kwamba hii ni ishara mbaya kwa wale raia. Je, ni wakina nani hao? Kwa sababu wamekaa kutishatisha, lakini ukiwatazama uone si wanaonekanaje hao? Si wachawi hao? Hao ni wachawi hao. Tuwatambue basi. Ni kwamba huyu anaitwa Adiza, alafu huyu hapa anaitwa Adule. Yani Rizka Nyoka ndiye mkubwa, alafu huyu hapa ni mdogo. Alitafakari pale kwamba ajafa, inamaanisha kwamba ajafa au ni vipi? Kitu ambacho kinaendelea. Je, ni nani ambaye unamzungumzia huyu? Na hiyo ishara ambayo umeweza kuiona hizo radi mpaka anasema ishara mbaya, ni kwamba ni kwa sababu gani? Huku upande wa pili tunakutana na mwanamama alikuwa kihangaika, ni mjamzito, na inaonyesha wazi alikotoka ni majanga. Kwa hiyo ameweza kukimbia sehemu hapa kuja kujitafutia sehemu ya kupumzika, kwa sababu alikotoka ni Kimbembe na aliweza kuweka mazingira fulani hivi, kwa sababu mimba hapo ndio siku yenyewe hapa ni ya kuweza kumtoa mtoto. Uwezimini mambo yalikuwa ni mazito kama unavyoelewa tena. Yani sio poa. Alihangaika pale, hatua mwisho aliripoti pale. Lakini katika poli hili tunaona kuna mtu anatembea hapa. Sio ni mwanamke, sio mwanaume, tutajua tu hapo mbele. Lakini kwamba Mungu alisaidia, yani mtoto alikuwa salama, ila mama hapo ni kwamba amefariki. Kwa hiyo mtoto alichukuliwa pale. Basi bana, huko upande wa pili bado wanahangaika, wanatafakari kwamba ni vipi. Aduli alimweleza dada yake kwamba kwa sumu ambayo nimempatia hawezi kuwa hai. Yani yeye na mtoto wake lazima wamefariki. Kwa hiyo walikuwa kimzungumzia nani? Yule maza ambaye tulimuona alikuwa amelala pale. Yule maza ni nani? Anaitwa Onyema. Kwa hiyo ameshafariki na hao ndio chanzo. Ni kwa sababu gani? Tutajua ile tambua tu kwamba huu ndio mwanzo wa dude letu. Basi ni kwamba yani miaka 7 imeweza katika baada ya kila kitu kutokea. Kuna maza ameweza kuwakusanya watoto wake. Ingia ndani, jificheni. Wanakuja kina nani? Hawa dada. Ni kwamba miaka 7 bado anaendelea kutesa kijiji. Yani Adule pamoja na nani? Na Adiza. Sio poa. Wanapita katika anga fulani hivi za kijiji, ni nyumba kwa nyumba, kufanyeje? Kuchukua mazaga yao. Yani kama vile Kalaba na Kilikuu. Sio poa. Maza katulizana pale anasikilizia. Wamekuja hapa, kilicholeta hapa ni chakula, wanahitaji chakula. Jamani, mimi sina chakula, sina chochote kile. Toa kilicho yani chochote cha kipo ndani mwako, tupatie hapa. Wanachohitaji ni mambo ya minyo, mambo ya msosi hapo. Basi maza ikabidi ajiongeze, ingie ndani nini, au tafutie chochote kitu, awapatie. Lakini Adule alichota mchanga pale. Mbona kama kuna nyayo ambao ninaiona hapa nisielewelewi. Chakula hiki hapa ni kwa maza aliweza kuwaletea mazaga pale. Akasema ndicho ninacho hiki. Yani ndicho hiki ninacho jamani, naomba nimnisamee, msiniue jamani. Akapewa onyo fulani pale kwamba tutakuja tena, hakikisha unatukusanyia cha kutosha. Lakini hii sehemu walikuwa na mashaka nayo hivi, wakachukua mazaga wakafanyaje, wakapita hivi. Maza ibaki tu na mawenge pale, huzuni kama yote, kwa sababu yani hiki kitu ambacho wanafanya sio kwamba wamefanya ni leo tu, bali ni kila siku huwa wanafanyaga hivi. Ana mawazo, huzuni kama yote, na alikuwa akifarijiwa na mtoto wake hapa ambaye ni mkubwa. Huyo hapa anaitwa nani? Yani mtoto wake anaitwa Deze, alafu huyo hapa mdogo anaitwa Ola. Na uwezi amini kwamba huyu mama huyu yani ndio yule ambaye aliweza kumwokota mtoto ambapo picha inaanza. Na sasa unajua kwamba ni miaka 7 iliweza kupita, na hapa ni kwamba huyu Deze ana miaka mingapi? Ana miaka 15, alafu huyu hapa ana miaka 7, yani Ola ana miaka 7. Na sasa mpaka hapo utakuwa umeshatambua ni nani, yani kwamba Ola ndio yule mtoto ambaye aliweza kuokotwa, yani huyu ni mtoto wa chifu. Na ni kwamba huyu maza yeye hana mume wake alifariki kitambo, alikufa. Kwa hiyo anaishi nao watoto wake hivi, yani wote ni watoto wake. Licha kwamba alimuokota Ola, lakini Ola ni mwanae kwa sasa, kwa sababu hana mama, hana baba, na hata hivyo anaishi yani kwa kumficha ili manyang'au wasije kumfanyia kitu kibaya. Lakini Ola anajiamini, walisemaje, lazima siku moja tu nitawaangamiza washenzi hawa. Haiwezekani kila siku wao wanakutesa mama. Haiwezekani. Yani haiwezekani kabisa. Huu ni ushenzi huu. Wanasumbua kijiji. Unajiona kama vile ni miungu, sio? Maza akasema wewe unazungumzaje hivyo? Wasije wakakusikia. Tena usijaribu. Yani kaa kimya. Lakini yeye akasemaje, lazima tu siku moja nitawaangamiza tu. Akateleza pale. Maza sometime amuelewe Ola kwamba Ola ana nini huu? Mbona anajiamini sana huyu mtoto? Basi ni kwamba time fulani hapo kukati huku kwa hao wachawi walikuwa kitafakari kwamba ni kitu gani ambacho kinaendelea. Yani Adiza alikuwa akifikiria kwamba ni vipi. Akauliza pale kwamba vipi dada, mbona sikuelewi, mbona una mawazo sana, mbona yani unakuwa kama vile unatafakari kitu gani ambacho kinakufanya uwaze hivi? Adiza akamueleza Adule kwamba ile sehemu ambayo tumefika siku leo nisi kuna kitu fulani pale, ni kama sielewelewi hivi, nisi kama kuna jambo fulani, nisi bado kuna damu hai ambayo inatoka katika ukoo wa Kipuzi ambao tuliuangamiza, itakuwa bado kuna mtu anaishi, yani kama sielewelewi. Lakini Adule aliweza kufika pale, nadhani unakumbuka, alisema kwamba kuna nyayo ambayo naiona hapa ambayo kama na mashaka nayo hivi. Kwa hiyo na alisema kwamba na mimi nahisi hivi dada, itakuwa ni kweli. Adiza ambacho alikuwa kitafakari ni kwamba lazima yani kuna mtu ambaye amebakia katika ule ukoo. Yani hapa inamaanisha ukoo kina Ola. Baki Ola alimwangamiza, na kila mtu ambaye alijulikana kabisa ni ndugu yake na nani? Ndugu yake na chifu. Kila mtu alimwangamiza. Na lengo ni kufanyeje? Yani kuwa ndo matop katika kijiji, kuwa watawala. Kwa sababu chifu ndo alikuwa akiwasumbua. Kwa hiyo kukiwa na uwepo wa damu ya kichifu, itakuwa ni changamoto kwa upande wao, kwa sababu yani muda wote
lolote jambo linaweza kugeuka, yani mambo yakawa tofauti. Oya, sio poa, ni kipengele, ni kimbembe kinoma noma. Basi ni kwamba siku nyingine hapa, yani kumeweza kukucha. Kwa hiyo tunakutana nani na malasta. Ulasi anaitwa nani? Ni kwamba anaitwa Obika, huyu dada anaitwa Molina. Ni wapenzi hawa. Molina alikuwa akilalamika kwamba ni kwa nini unafanya hivyo? Kwani unashindwa kumpinga? Wewe ni mwanaume. Lakini sawa, mimi ni mwanaume, ila nguvu zangu, wewe ni nguvu ni ndogo sana. Unajua siwezi kumpiga. Adiza ana nguvu sana. Ni kwamba Adiza anamtakaga nani? Anamtakaga Lasta huyu. Na sio kwamba anamtakaga tu, bali anamchukuaga, wanafanya mambo yao, alafu kisha Lasta anarudi. Kwa hiyo bidada kitu kinamkata simu hivi, anasema achana naye, ikiwezekana tamuue basi. Mimi siwezi. Na hata hivyo atatoa wapi nguvu Lasta mani huyu? Atatoa wapi nguvu za kumuua Adiza? Kwa sababu Adiza nguvu alizonazo ni hatari kinoma noma. Kwa hiyo bidada ni wivu tu namtesa. Utampelekea pabaya huyu, anataka amchonganishe Lasi, ampeleke kwenye kifo. Lasi anasema sina uwezo. Hauna uwezo? Sawa, nitafanya mimi. Ya shit, kuna deki. Mbona noma hii? Basi Molina baada ya kuweza kutoka pale, amkutana dingi yake hapa. Lawama kama zote. Baba, kwa hiyo yani mwenyekiti kabisa wa kijiji hapa, unashindaje kufanya maamuzi? Fanya kitu basi. Uweze kuondoka hao wachawi katika kijiji. Kwani unaendelea kututesa? Ni kwa sababu gani? Yani haiwezekani baba. Anachukulia mpenzi wangu. Yani baba, Miki kweli mimi nitajitoa, hata mwenyewe nitaenda hata kupambana naye. Mwanangu, nakwambia tu hilo swala acha kabisa. Yani kushauri tu kwamba usijaribu kufanya chochote kile, kwa sababu wewe unajua kabisa wale watu ni watu wabaya. Yani wale ni watu wabaya, wakuacha tu. Wewe tulia tu. Mungu ndo anayejua. Mungu ndo atatetea tu. Mungu. Wewe atateteaje baba? Afu wewe baba. Usianze kunijibu, usianze kuongea sasa kwa ukali. Mimi nakuelekeza kwa sababu babako mimi najua kitakuta kitu kibaya. Lakini baba, lakini nini? Ndio hivyo. Ndikuweze kuachana naye. Oya, sio poa. Nikatikona huku, yani katika nyumba kina nani? Ya kina Deze. Ola ametoka hapa. Uweze mimi niliongea maneno fulani, macho yakachange pale pale. Ametoka pale Deze. Akauliza kwamba vipi Ola? Kulikoni? Mbona sielewi? Ola ametulizana tu. Kulikoni? Wewe. Ola vipi? Anamsemesha lakini Ola yuko busy. Wewe akamgusa pale ndo akashtuka. Vipi, mbona unaangalia tu huko? Afu unaongea peke yako, kulikoni? Nilikuwa naongea na miungu kwa sababu ya kuokoa kijiji. Kwa hiyo nilikuwa naita iweze kutusaidia, ni iweze kusaidiana mimi nisaidie kijiji. Dada baki na shanga tu kwamba vipi? Mdogo wangu vipi, amechanganyikiwa nini? Basi ni kwamba Last man sasa baki ametulizana hapa. Ni mnyama nani? Obika. Ameweza kutembelewa na nani? Na Adiza. Adiza akamwambia kwamba vipi? Jana mbona ukuja? Mshikaji anasemaje? Ni kwa sababu ya shambani. Nisikuja kwa sababu nilikuwa kuandaa shamba. Yani wewe mshenzi kabisa wewe, nifuate twenzao. Anataka kafanyweje? Akazagamuliwe. Bidada Adiza, yani kawaida yake ni kuchukua wanaume za watu, anawapeleka katika geto lake, wanamzagamua, mambo ushkopa. Yani ndo mchongo wake huo. Oya, ni hatari katika kijiji. Mambo ni ovyo. Katikona huko ameweza kutimba nani? Huyu bidada anahema kinoma noma. Jamani, mpenzi wako nimemwona amechukuliwa na Adiza. Molina alichukia pale, sema haiwezekani. Lazima nimfuate. Lazima nipigane naye. Utamweza kweli? Namfuatia huko kwa alimfuata. Yani Molina ameweza kupiga mguu mpaka huku katikona kwa kina Adiza. Adiza, Adule, washenzi nyinyi, njoeni. Amekuja nani? Amekuja bidada Adule pale. Vipi? Kulikoni? Mbona piga kelele sana? Kulikoni? Nataka mpenzi wangu Obika. Basi ni kwamba akaja nani? Akaja Adiza hapa. Nini ambacho kimekuleta hapa? Mbona piga kelele? Sio napiga kelele. Nataka mme wangu, washenzi nyinyi. Oya, kelele zikazidi pale. Wanamuelekeza hajidai haelewi. Yani mwafuata wachae kwenye kempu yao. Alafu anapiga kelele. Jamani, Obika mpenzi wangu. Akazuiliwa pale. Pigo kimbola fulani. Obika anasikilizia, hana cha kufanya, atafanya nini? Adiza kabadilika kwa nyoka kisha kamngata pale. Molina chini. Hatua mwisho akafariki. Oya, uchawi kama wote hawa dada ni tishio. Mwamba tu analia, mpenzi wangu. Wenyewe wanacheka tu. Jamani, amekoma. Jamani, Malasta analia. Aliombeje? Nenda ndani katulie kule. Tukukute utuzagamue. Wanamtazama, walimcheka kisha kafanyaje? Wakasepa pale. Oya, Molina alichukuliwa na kitu ambacho hakijulikani. Sio poa. Katikona huku ni babake Molina. Ni kwamba mwili baada ya kuweza kusepa pale ulifika hapa. Yani alikuwa kitafakari. Ni siku nyingine hapa ameshazika na kuzika. Haelewi hapo na mawazo. Yupo na rafiki yake. Ametokewa. Oya, Adiza pamoja na Adule wamekuja hapa. Kuda deki zako wewe mzee. Yani mtoto wako mshenzi alijibu kupigana na mimi. Haijibu kubishana na mimi. Yani nasemaje? Wewe pamoja na rafiki yako wote ndio mwe wafanyakazi wetu. Tufuateni. Kivipi? Tufuateni. Kikweli mimi usiki. Wanasemaje?
mashenzi hao. Jamani, nyanyukeni, ondokeni. Twendeni tufuateni. Wanaeleza kwamba tufuateni. Mimi sio mtoto wangu yule. Sio mtoto wangu, ni mtoto wa huyu. Sio mtoto wako nini? Nifuate nayo. Yaani wewe pamoja na huyu. Tufuateni wote. Wakachukua wote. Tayari wameshakuwa nini? Miskule yao hiyo. Oya, sio poa. Banda pili, kuna mtoto pamoja na mazake hapa. Walikuwa kipiga story. Maza anamsimulia kuhusiana na kitu ambacho kinaendelea hapa. Ni kijiji. Wachawi wamezidi sana. Yaani Hadiza, ni mchawi mshenzi yule. Pamoja na Dule ni wachawi washenzi wale. Kwa hiyo mama kuna kuwadhibiti, yani kuna kabisa. Hakuna mwanangu. Sema tu siku moja watadhibitika kwa nguvu ya Mungu tu. Yaani usio na wasiwasi. Lakini nakusitu usipende kutoka hapa sawa. Alikuwa kimsisitiza mwanae. Oya, mtoto atafakari pale. Kwa hiyo tunaishi kama utumwani. Tunaishije maisha? Yaani ya maisha mpaka lini sasa? Mbona jau? Dogo alitafakari sana. Siku nyingine hapa ngalangalangalangalangalangalangalang. Jamani, leo mnapo likilia kuna jambo jamani. Yaani nasemaje? Leo asiende mtu mtoni. Asiende mtu mtoni jamani. Atakuwepo Hadiza pamoja na Dule. Watakuwa kitambika jamani. Miungu yenu si mnajua Hadiza pamoja na Dule. Jamani tenendelele. Asiende yote. Jamani asije kanilaumu mtu. Mimi simo. Likimkuta mtu la kumkuta mimi simo. Nimeshatoa jamani, nimeshatoa jamani habari nimeshatoa. Jamani nimeshawaambia asiende mtu mtoni. Lakini uwezemini huku katika na siku hii kuna bidada tunaona alikuwa akichota maji hapa. Hadiza na Dule wamekuja. Wewe mshenzi mtoto wa mbwa unafanya nini hapo? Nachota maji, niko nachota maji. Unachota maji, nani amekutuma? Nani amekuagiza? Au kusikia tumetangaza? Sikusikia chochote. Kwani mtaka nini? Mtanifanya nini? Unajibu na jeuli. Unajibu na jeuli. Yaani kumbe hutujui vizuri sisi. Walinama pale. Wakafanyaje? Wakabarika kwa nyoka. Ile kutazama tu hizi nyoka alianguka kwa sababu nyoka za kichawi hizi. Hii siku ya leo walikuwa na matambiko hapa. Wana kawaida ya kuja hapa mtoni, wanatambika kisha wanasepa. Basi ni nyumbani kwa kina Deze. Tunamwona Deze pamoja na nani? Na Ola. Walikuwa wakicheza bao hapa. Wamejisahau. Mchezo umenoga kinoma noma. Ila katika cheza katika 1 2 3 uweze mini Ola mara ghafla kuna kitu kiliwaka pale machoni. Vipi Ola? Dadake alishangaa lakini akafanyaje? Ola akasepa pale. Dadake kabaki na shangaa tu. Deze haelewi. Tunamwona Ola amefika hapa. Oya, huyu ni mzimu wa mama yake. Umeweza kumuita hii sehemu ambayo Hadiza pamoja na Dule wanafanyia matambiko. Akasema hii sehemu nadhani umeona. Akamuonyesha tukio ambalo limeweza kufanyika siku leo kisha akatoweka pale. Oya, Ola akasemaje? Lazima tu nitawaangamiza nyinyi. Lazima kudadadeki. Akateleza pale kwa mkwala mzito. Ni kwamba huyu ndiye mkombozi wa kijiji huyu hapo baadaye hapo. Basi bana, Hadiza pamoja na Dule ni kwamba wanaelekea wapi? Wanaelekea makwao. Lakini uweze mini ghafla kuna vitu viliweza kuwagonga pale kichwani. Ni ishara kwamba mtoni kule kuna Lea ameenda. Afu mtu mwenyewe sio kawaida. Nani ameelekea kule? Itakuwa ni nani? Basi chapu ikabidi warudi nyumbani kwenda kuangalia kwenye vyombo vyao vya kichawi. Hukatikona Maza anauliza kwamba Deze, Ola yuko wapi? Kwa sababu amuoni hapo. Na Deze anasema sijamuona, ameondoka tu ghafla. Ghafla wapi? Yuko wapi? Basi Ola amefika hapa. Wewe sogea hapa, kaa pembeni hapo. Umetoka wapi? Umetoka wapi nieleze? Ulikuwa wapi? Si nikukataza kwanza kutoka hapa. Nikukataza kutoka. Nilikuwa tu kuangalia unali mtoni kule. Mtoni nikwambia kabisa usiende mtoni. Kule sio kwenda kule. Lakini mama, niko kwenda kuangalia tu mazingira. Kwani nikage tu ndani muda wote. Maza anaofu, anatambua kwamba hii ni damu ya kichifu. Haitakiwi iweze kupotea na sio hivyo tu, bali anamchukulia kama mwanae. Yaani huyu ni mtoto wake na anampenda sana. Kwa hiyo ndio maana anakuwa anamjali, anamwambia kwamba usifanye hivi usifanye hivi fanya. Lakini yule anajiamini, anasemaje? Hakuna mwenye anaweza kunizingua mimi. Wala usijali mama. Basi time fulani kiusiku hapa Ola ametoka. Na baada ya kuweza kutoka, ameweza kuchukua uchawi kutoka kwenye nini? Kwenye mwezi. Oya, kumbe mtoto ana nguvu za miujiza kiasi hiki. Basi ni kwamba aliingia ndani pale. Asubuhi hapa Deze alikuwa akifanya usafi nini? Basi Ola alitoka pale. Na mazake alikuwa akielekea wapi? Maza anataka elekee shambani, lakini ni kwamba Ola akamuita pale. Akasema kwamba mama, chukua hii hapa, itakukinga. Yaani kwa ajili ya kukupa ulinzi. Ni ulinzi wa mama. Naomba uchukue. Akampatia nini? Hiyo hapo ni kama kiteni fulani hivi au niseme kikacha fulani ambacho atakuwa kivaa shingoni. Basi Maza akakivaa pale, na baada kuvaa alimkabidhi na nani? Na Deze. Kwa hiyo wote wakapatia ulinzi pale. Akasema sawa mwanangu, lakini jichunge. Yaani usiondoke hapa sawa? Usifanye tena kama jana. Akamsisitiza pale, akawasisitiza kwamba bakini hapa. Narudi sasa hivi. Akateleza pale. Maza anaelekea wapi? Shambani. Basi ni kwamba huko katikona huku watumwa walikuwa wakibeba magogo tu. Ni kwamba Udingi, dingi yake na nani? Na Molina ambaye ameweza kufariki yule mtoto wa kike. Amegeuzwa kuwa mtumwa pamoja na rafiki yake. Wanachota maji, wanafulia mpaka chupi. Sio poa hawa dada. Wanalomba hawa wachawi hao. Walikuwa wakicheka tu. Yaani leo watafua mpaka bikini. Nenda kawaambia wafue. Basi akaenda kuambia pale kwamba fueni haraka. Huko katikona basi baada kuweza kurudi. Kuna deki. Jamangu, inatuchotesha maji. Watufulisha mpaka nguo za ndani rafiki yangu ziamini. Wanamsimulia rafiki yao hapo. Yaani kitu ambacho kimeweza kukuta siku leo. Yaani kweli wanalomba sana, mbona wanalomba? Ndio hivyo rafiki yetu. Wanatufulisha ni hadi nguo za ndani. Basi katikona huku Maza amfika wapi? Amfika shambani. Lakini uwezemini amekuja nani? Amekuja Hadiza
Hadiza pamoja na Adule hapa. Unafanya nini hapa? Kitu gani ambacho kimekuleta? Oya, anataka guzi shingoni pale. Uchawi uliweza kumkataa pale. Ni kitu gani hiki? Mimi mwenyewe sijui. Oya, nini? Vipi ni vipi huyu? Wajiuliza pale. Umekitoa wapi hicho? Nimpatiwa tu zawadi, nimpewa zawadi. Ni kwamba wako na maneno mengi. Waliweza kufanyaje? Waliteleza. Ni kwa sababu gani? Hicho ambacho amekivaa. Maza baki anashangaa tu. Kitu gani? Ndio akumbuka kwamba Ola alimpatia, akasema kwamba hii ni kwa ajili ya ulinzi. Alikuwa yani alikuwa anaona kama vile mtoto wake anatania tu. Ni vipi? Siku iliyofuata Deza ametulizana hapa. Amekuja nani? Hadiza. Akasema, "Oya, niitie mdogo wako." Ola, ni kwamba ni kama amekisia fulani ingawa hajawahi kumuona. Alisema kwamba muite mdogo wako. Basi akatoka pale. Kulikoni? Anakuita huyu hapa. Wewe mshenzi. Vipi unanitia nini? Wewe unanifokea mimi hivyo? Wewe ndio kunifokea. Ni kwamba aliweza kuchaluka pale akasemaje? Mbona wewe una kinga kama alionao huyu? Mimi ni kwamba hamniwezi. Nitavaa kinga nini? Mimi mwenyewe ndo kinga nini? Nasemaje? Ondokeni hapa kijijini. Nasema lazima muondoke tu kivyote, hata mkikataa mtaondoka tu. Hadiza akaona mbona kama jawili? Akateleza pale. Wewe vipi? Umwezaje kumkolomea yule? Mcheo wa chawi. Wa kawaida tu wale. Basi time fulani hapa ni kwamba taaluki kama yote. Dada, sasa tunafanyaje hapa? Dada tunafanyaje hapa? Wamechanganyikiwa. Yaani Hadiza amechanganyikiwa pamoja na Adule hapo. Hawaelewi. Hadiza akasemaje? Hakuna noma, kateleza pale. Tunaona kuna nyoka hapa. Bonge nyoka. Ni kwa kina nani? Kwa kina Deze. Ameweza kutoka nani? Ameweza kutoka Ola. Baada kutoka akaangalia, akatazama huko na huko. Ni kwamba ametambua uwepo wa nyoka. Walipiga kimbola pale, ablakadabla. Oya, ilitoweka pale. Yaani ametambua kwamba imeweza kutimba hapa na aliyetuma nani? Ni bidada ambaye anaitwa Hadiza. Amerudi huku. Jamani, analalamika kwa sababu gani? Nyoka yake imeweza kuuawa. Licha ya kwamba imeuawa, yani anaweza kupata manyoka mengi, lakini ile nyoka ni nyoka ambayo anaikubali sana. Yani hawa utawala wao unaitwa utawala wa manyoka. Kwa hiyo alikuwa akilalamika hapo, nyoka yake pendwa imeweza kufariki. Ikabidi wamwangukie Mungu wao pale. Mungu wa nyoka, mwenye kutuletea baraka na mwenye kuweza kutufanya tuweze kuwa na nguvu za kuwashinda maadui zetu, tunakuomba tafadhali, kuna mshinzi anataka aweze kutuharibia mipango yetu na mipango yako. Naomba utuongeze nguvu, tuongeze nguvu. Ni kitu gani ambacho mnakihitaji? Basi niambie. Kitu gani niwapatie? Kitu gani? Naomba mheshimiwa wetu, mwokozi wetu, wewe ndio kila kitu katika maisha yetu. Tupatie nguvu tu. Basi ni kwamba nahitaji muweze kunifanyia kitu ambacho kitanifanya nifurahi. Yani mkiweza kunikamilisha hicho, basi na mimi nitawapatia nguvu. Mtatawala kila kitu katika kijiji. Basi ni kwamba siku nyingine hapa katika sehemu hapa kwa Maza ametulizana na mtoto wake, akaja Hadiza pamoja na Adule. Walichanganyikiwa pale. Vipi? Kitu gani kimewaleta nini hapa? Kitu gani kimewaleta? Maza amechanganyikiwa huyo. Yaani washenzi nyinyi, wachawi wakubwa nyinyi, washirikina, tokeni hapa. Nani mshirikina? Anachukuliaje huyo? Yaani miungu yako unatukana. Sio miungu, nyinyi ni mbwa takataka tu. Ondokeni. Nitamkata mtu na panga. Hadiza akabadilika kuwa nyoka pale na kisha akamngata Maza huyo. Maza ni chini. Jamani, kisha Hadiza akachanji tena hapo. Oya, dhamira lao ni kumfanyaje? Kumchukua huyu mtoto, ndio sadaka ambayo Mungu wao alikuwa akihitaji. Wakafanyaje? Wakasepa naye pale. Maza hapo chini analalamika tu, jamani. Na hiyo nyoka ni kwamba ina sumu kali kinoma. Hatua ya mwisho Maza ni kwamba alizima pale. Lakini usemeni, Ola ametimba hapa. Sasa unatambua kwamba Ola ana nguvu fulani hivi za miujiza. Aliweza kufanyaje? Alimpatia tiba. Maza watu walikuwa wanachungulia na kuzimu hivi. Jamani, ndio umeniponya hivi. Uhakika ndio ameshapona hivi. Usemeni, alimchukua pale mpaka nyumbani kwao. Jamani, msame mwache kwanza. Maza yake Ola na hasira hapo. Umetoka wapi? Jamani, amenisaidia huyu. Ndio ameniponya. Ni kwamba ni ng'ato na nyoka. Mpuzi ule mchele anataka kuniua. Maza anauliza kwamba ni kweli? Ni kweli amefanya hivyo, amenisaidia mimi jamani, nilikuwa nakufa. Wamenitekea mwanangu, wamemchukua mwanangu, si umempeleka wapi? Yaani sielewi hapa. Basi Maza akamueleza kila kitu mamake na nani? Make Ola. Hata hivyo Ola akafanyaje? Akaenda kuchukua pale kicheni, yani cha kumsaidia kama ulinzi. Basi naye Maza akavaa kwa sababu ya nini? Ya kumlinda. Oya, Maza baada kuweza kupatiwa tu kile kicheni, ametimba hapa. Hadiza, Adule, kuda deki, njoeni hapa na uchawi wenu wa shenzi nyie. Njoeni. Nipateni mwanangu. Namtaka mwanangu, nipateni mwanangu wa shenzi nyie. Naambia tu, nitawachinja. Mimi nishakuwa mvuta bangi hapo mwanzo hapo. Mnaona hii? Hii ni kwamba ndo ulinzi wangu. Umepata wapi hiyo? Inamaanisha umekuta wapi hiyo? Huyu mshenzi. Naambiaje? Nipateni mwanangu, la sivyo nitawakatakata hapa. Walikuwa wanaogopa kwa sababu hiyo cheni na uwezo fulani walipotea pale. Washenzi nyie. Mwanangu jamani, mwanangu uko wapi wewe? Mwanangu anatafuta pale. Amoni mwanae. Kuledeki. Nitawapata tu, nitawatafuta nyie washenzi wachawi nyie. Akateleza pale. Basi ni kwamba waitokea katikona huko. Jamani, wanaema hapo. Yaani ni huyu mtu anajamba jamani dadangu. Tunafanyaje sasa? Mbona kama ameanza kutuzidi sasa? Afu kafala nyewe bado hatujatoa. Ndio kitu tuweze kufanya. Tutoe kafala chapu. Ili Mungu wetu aweze kutusaidia. Hapa si umekaje? Amepata wapi ile cheni? Yaani hapa ndo akathibitisha kwamba yule mtoto, yaani Ola ni mtoto wa chifu
ambaye walimwangamiza. Oya, itakuwaje? Watafanyaje? Mawengi kama yote. Basi bana, usiamini ni time nyingine hapa usiku hapa. Basi ni kwamba ametimba nani? Alitimba Ola hapa. Anawaita, mko wapi nyie wachawi washenzi? Mko wapi? Mrudisheni mtoto wa watu. Nitawaangamiza tu nyie. Yaani msipomrudisha nitawaangamiza washenzi nyie. Jitokezeni. Akasepa pale baada kuona kwamba hawapo. Lakini kwamba walikuwa wamejificha hapo, kwa hiyo akajitokeza. Jamani, huyu mshenzi sana huyu. Watafanyaje? Nguvu za kumdhibiti Ola ni kwamba hawana. Walitafakari sana. Na siku iliyofuata ni kwamba wamekuja kwenye mto fulani hapa ambao wanakuja kutambikia, yani kwenye Mungu wao ambako anaishi. Wanamuomba, Mungu tusaidie, tunaomba tupatie nguvu. Nguvu tutawapatia, lakini siku ya kesho ndio siku ambayo ndio kupata damu ya mtoto ambaye mliweza kuniandalia. Kwa hiyo kesho ndio siku ya kafara. Na hata hivyo wale wote ambao mnawahifadhi, yani misukuli wenu wote, nahitaji siku ya kesho niweze kuisherehekea, niweze kupata damu yake. Nguvu nawapatia, msijali. Oya, aliwapatia nguvu pale ni mche wao, yani Mungu wao aliwapatia nguvu pale. Ni kitime fulani kiusiku huko akina Deze, ni kwamba anatoka nani? Ola anatoka. Anaelekea wapi? Hatujui. Lakini uwezamini tunamwona mamake hapa. Mzima mamake ni kwamba umemfuata hapo, kumwambiaje? Pole sana kwa usumbufu, lakini naomba nifanye hili tu jambo alafu nikuache uishi salama, kwa sababu mpo kwa matatizo. Yani matatizo ni makubwa sana na kuja hapa kijini. Kwa hiyo akamchukua pale kisha akapotea naye. Oya, siku nyingine hapa tunaona katika kwa kina Deze ni kwamba ametoka mazao hapa. Yuko wapi? Ola yuko wapi? Jamani, sijampata mama. Ni kwamba Deze amemtafuta, amemkosa. Yuko wapi jamani? Ola yuko wapi? Maza amechanganyikiwa hapo. Sielewi msijui yuko wapi. Hata sielewi yuko wapi, lakini atakuwa sawa, tunajua atakuwa sawa. Atakuwa sawa wapi? Maza alikasirika pale, akafanyaje? Akateleza. Kuna Dingi tunamuona hapa, lakini usemini amezuiliwa na nani? Na Hadiza pamoja na Adule. Unaenda wapi? Ni kwamba Dingi alikuwa anaenda kwa Oluma. Oluma ni mamake Deze. Kwa umamba anampendeka sana mamake Deze. Aliambiwa kwamba unaenda kufanya nini? Kupeleka nyama hii. Nyama hiyo tupatie. Ni wapatie yenu. Si wapatie. Unasemaje? Wakaanza kumbeza pale kile kama zote, na mwisho wa siku wakampiga kimbola. Kwa hiyo hiki ndio kinakuletea kiburi, yani kicheni hicho. Jamani, amechanganyikiwa tu hapa. Wakamvua cheni yenyewe. Ni kwamba cheni alipewa na nani? Alipewa na Ola. Kuna siku alienda kwa kina Ola, akapewa na Ola. Wakamwambiaje? Tufate mshenzi wewe. Unaenda kwa kina nani? Mpuzi nini wewe? Kwa hiyo alikupatia cheni. Hebu tufate huko. Mambo kabidi wafuate. Ameshapigwa kimbola hapo. Yani hao wanataka mume wa mtu, wanataka mpenzi wa watu, anaenda kwa Zagamua. Oya, upande wa pili katika kona ni njia nyingine ni kwamba mamake na Deze alikuwa akitafuta. Yuko wapi mwe? Jamani, Ola yuko wapi mwanangu? Yuko wapi? Anampenda kinoma noma. Hata matatizo mkute, yani hapo amechanganyikiwa. Jamani, Mungu msaidie. Msaidie mwanangu jamani. Msaidie. Nakuomba Mungu wangu. Jamani, si yuko wapi huyu? Huyu mtoto jamani. Amechanganyikiwa hapo. Yuko wapi? Yuko huku. Maza amechanganyikiwa, lakini tulikuja kuona katika poli hili amefungwa huyu mtoto. Mtoto ndio yule ambaye alikuwa ametekwa pale. Nikajua ameshamuoa, lakini tambua kwamba siku yenyewe ndio hii hapa. Kwa hiyo aliambiwa kwamba wewe tulizana tu. Yani nikakunulia kisu, nikuchalange. Wewe ni zawadi ya Mungu wetu wewe. Oe, sio poa. Katikoni huko mwamba anabisha. Siku Zagamui. Ni Zagamui totoka ni Zagamui. Mwamba anakataa. Alikula kofi pale. Anabisha, alipigwa kimbola. Oe, Hadiza hataki utani hata kidogo. Sawa naenda kuzagamua. Twende mshenzi nini wewe? Ni katika mtu ambao Hadiza na Adule wanafanyika matambiko hapa. Kumbe alikuwa ameletwa nani? Alikuwa ameletwa Ola hapa na mamake. Mzima mamake umemleta. Ukafanya pale miujiza fulani, ikatokea bonge la cheni. Basi ni kwamba akavalishwa pale. Ni kwa ajili gani? Ya kuweza kumlinda. Alisemaje? Yani kwa sasa usijifikirie kama wewe, usijione kama Ola, jione kama shujaa, jione kama mkombozi wa kijiji hiki. Na mmemleta katika mtu ni kwa ajili ya kuvunja laana, yani kuweza kufanya ile nguvu iweze kuwatoka wakina Hadiza pamoja nani na Adule. Usikia kizembe, akatazama nyuma kwanza. Unaangalia nini? Naangalia watu wangu ni kwamba wapo wanateseka muda huu. Kwanza nikawakomboe. Basi fanye hivyo kwa sababu yani hii ndio hatima ya mwisho. Sawa mama, sitakuangusha. Basi mamake akamruhusu pale. Kuwa makini mwanangu. Oya, yani ndio kwa sasa amepotea, hata onekana tena mamake ulimwenguni hapa. Basi uwezamini Ola tunamwona akitembea kishujaa, yani hapo anaenda wapi? Ni kuangamiza wote. Hadiza pamoja na Adule wanacho siku ya leo. Tazama, hasira kama yote. Yani hapo ana gazabu kwa sababu babake ameuawa, bibi yake, mjomba wake, kaka yake, jirani yake, yani wote ambao walikuwa karibu na babake waliuawa. Oya, unadhani kitu gani ambacho kitaweza kutokea? Upande wa pili huku ni kwamba dadake ameweza kuvamiwa hapa. Mdogo wako mpuzi yuko wapi? Anasema kwamba sielewi. Na anajivunia kwamba Kinga itamsaidia. Unajivunia Kinga? Alipigwa kimbola pale. Kinga yake kafanyaje? Ikaje kwa bidada hapa. Yani Hadiza akanyang'anya ile Kinga. Mshenzi, umeshakwisha. Sio poa, alipotea naye pale. Maza anakuja kurudi. Yuko wapi huyo? Yuko wapi?
Deze hayupo wala Ola hayupo. Jamani, wako wapi wanangu? Jamani, Maza amechanganyikiwa hapo. Leo atafanyaje? Watoto wake hawapo, lakini kwamba Ola alifika hapa. Kulikoni mama? Kulikoni? Wewe umetoka wapi? Umetoka wapi mshenzi wewe? Yaani Maza alikuwa na hofu kwa sababu alikuwa atambui kwenye yupo. Ulikuwa wapi jamani? Mama, lakini mimi niko fresh, niko salama. Maza alifoka, lakini Ola baada ya kuweza kutambua dada yake hayupo hapo, ni kwamba ametekwa. Akafanyaje? Akasema hakuna noma, ni kuwafuata huko. Yaani kuna mchezo nao. Wenyewe umetulia tu hapa wanasubiri muda akafala, lakini kuna kitu amehisi. Kitu gani? Kampotea chapu kwa haraka. Ola amefika hapa. Mko wapi nyie washenzi? Mko wapi? Namtaka dadangu. Dadangu yuko wapi washenzi nyie? Kuna deki. Mko wapi? Nitawapata tu. Lakini tambua kwamba kwa sasa nguvu walionao ni kubwa. Walizo wanakuja pale wakazuiliwa. Vikaragosi ndipo hapo ni kwamba waliweza kufichuka pale. Yaani nguvu hii iliwafichua kaonekana pale. Kuna deki zenu nasemaje? Nirudisheni dadangu. Dadangu yuko wapi? Dadangu yuko wapi? Walitemeka tu hapo. Namtaka dadangu. Washenzi nyie. Nasemaje? Mwisho ndio hapo. Vimbola vikaanza kupigwa pale. Ni majibizano huku na huku ni kimbola. Yaani nguvu mbili na nguvu moja. Ilitokea nini? Kilitokea kitu ambacho ni cha ajabu kwa sababu mtoto ana nguvu za ajabu, nguvu kubwa. Aliwapiga pale kimbola, bonge kimbola wote chini. Sio poa, ni chini wote. Ola akamfuata dada yake pale. Walipotea pale piu, watu watajiuliza tu walikuwa hapa jamani, walikuwa hapa. Wachendo ameshamalizwa hivyo. Ni kwamba dada yake ameshakombolewa hapo, yaani amemkomboa dada yake pamoja na raia wengine ambao walikuwa wametekwa. Au ameniamini. Umwamba amini kabisa. Hivi kweli ndio nimetoka uskuleni? Yaani nimepona. Malasta mwenyewe nilizimesi bangi kwanza nikazivutie kwa hasira. Sio poa. Nikwambie tu kwamba yani huu ndio mwisho wa dude letu ambao tumeanza nao tangu mwanzo. Hapa ndipo tunahitimisha. Nikukumbushe tu kama ndio mara yako kwanza kujiunga nami Square, basi ni vyema kuweza kusubscribe. Maandishi yaliyopo chini ya video hapo mkono kulia hapo chini yameandikwa subscribe. Yagusa maandishi itakuja alama kengele. Basi bofe. Kwa kufanya hivyo utakuwa ni mtu wa kwanza kupata movie ambazo ni kali kinoma zinazotoka katika kiwanda cha Bongo Movie. Basi tumeona Dingi ametulizana hapa ni baada ya kupata uhuru wake. Ni kwamba alikuwa akitupa saundi, alikuwa akimsoundisha Maza, anampenda tangu kitambo sana. Yaani alikuwa kija hapa anamwambia hivi na hivi, anamletea vijizawadi, lakini hajawahi kumwambia hata siku moja kwamba nakupenda. Na kama utambue kwamba huyu hapa sio kwamba ni babake Deze wala sio kwamba babake Ola, ni Dingila tu ambaye alikuwa na mke wake, lakini kwa bahati mbaya mke wake alifariki. Na kama utambue kwamba mamake Deze ni kwamba mume wake alifariki. Kwa hiyo hapo yani kuna mjane afu kuna mgane, yani wote wameweza kupatana hapo. Sasa mshikaji anamsoundisha Oluma ili aweze kukaa kwenye mfumo, ili aweze kujaa. Hata hivyo Deze naye alikuwa akisikilizia tu hapa. Ni kwamba Dingi anapendwa sana na Deze pamoja na Ola. Wanamchukulia kama dingi yao, lakini kwamba alikuwa bado hajatupa vina, hajasoundisha. Kwa hiyo siku leo amuona mweke wazi kwa sababu anampenda. Amuona mwambie ukweli mtupu kwamba nataka nikuoe. Sio poa. Ni kwamba alikubaliwa pale. Yaani Oluma akamkubalia mshikaji. Mshikaji alifurahi. Hata hivyo Deze alifurahi kinoma. Sio Deze tu, mpaka Ola alifurahi. Yaani walichekelea kwa sababu wanamkubali Dingi. Ni mstalabu, hana ugaegeo wote ule. Kwa hiyo walifurahia. Ni kwamba familia ikawa na furaha, maisha yakaendelea, kijiji kikapoa, utulivu kama wote na hakukuwa na mabaya yoyote ambayo yaliweza kutokea.